kibali, mtu yeyote ambaye anatembea katika kweli anapata kibali, na akishapata kibali kinavuta watu wa maana kwenye maisha yake. Yeyote ambaye ana kibali, kibali kina tabia ya kuvuta watu wa maana. Sema watu wa maana. Unajua wewe mwenyewe kwenye maisha yako kuna watu hawana maana. Wapo tu, wengine kwa ajili ya kuleta habari mbaya, wengine kuchonganisha, wengine hakuna mahali popote wanakusukuma kwenda kwenye hatima yako. Sema watu wa namna hiyo na wakataa kwa jina la Yesu. Kibali cha Bwana kiniunganishe na watu sahihi, kiniunganishe na watu wenye tija, kiniunganishe na watu wa maana kwa jina la Yesu aliye hai. Paza sauti yako, sema Baba, katika jina la Yesu ninakuomba siku ya leo, kibali chako kikaniunganishe na watu wa maana. Kibali chako juu yangu kiniunganishe na watu wenye tija. Kibali chako juu yangu kiniunganishe na watu wenye faida. Kibali chako juu yangu kiniunganishe na watu wa muhimu katika jina la Yesu. Bwana, ninakuomba ndani ya mwezi huu kukawa na mavuno ya kibali kitakachopelekea watu wa maana kuwa kwenye maisha yangu. Watu watakao nisukuma kiroho, watu watakao nisukuma kiuchumi, watu watakao nisukuma kwenda kwenye hatima yangu katika jina la Yesu aliye hai. Kibali cha Bwana kikawavute ndani ya mwezi huu, kikawavute ndani ya mwezi huu katika jina la Yesu. Paza sauti yako, anza kuomba. Bwana, ninakuomba kibali chako kavute watu wa maana kwenye maisha yangu, kikavune watu sahihi kwenye maisha yangu. Kibali chako kikanitofautishe na kikanitenge na watu wasiofaa. Shata kabarakataya erate kariamando raba shande dikata arata takabaleko sekretari le bashadia antoto ko pareda basiana na masaa endeko seko pakata kaparada basa. Bwana, ninakuomba ndani ya mwezi huu katika mavuno ya kibali na malango wazi, Bwana, niinulie watu wa maana. Bwana, kibali chako kikaniunganishe na watu sahihi. Kibali chako kiniunganishe na watu wenye maana. Kibali chako arako saka paraba kikaniunganishe na watu watakao nisukuma mbele. Kaniunganishe na watu watakao nionyesha fursa. Kaniunganishe na watu watakao nitoa nilipokwenda mbele zaidi. Arima soko pana kata leba zada masaa andara baba baba sheketeke parakataka parakata. Bwana, kibali chako kikalete watu wenye tija. Kibali chako kikaniunganishe na watu wanaofaa. Kibali chako kikanipeleke mbele kupitia watu harako pekataka parata erana masande koka dabasia erako jakapa. Watu wote wasiofaa, watu wote wenye negative energy, watu wote wanaonirudisha nyuma, watu wote wanaonifanya kwenda kwenye dhambi, wanaonifanya kukata tamaa, wanaonifanya nichoke, wanaonifanya nishindwe, wanaoleta chuki ndani yangu, wanaoleta hasira, wanaonifanya arakapasete nipoteze njia yangu na mwelekeo, ninawakataa ndani ya mwezi huu. Bwana, kibali chako kinipeleke mahali sahihi, kiniunganishe na watu wa maana, kiniunganishe na watu wenye tija, kiniunganishe na watu wanaoenda mbele. Arakapakataka parakatakata shande kere baba baba zakata la basalakata arako zoto ko parakata. Watu watakao nionyesha fursa, arako sikapari amana, watu watakao nitaja kwa wema, araba shande reketa. Kibali chako Bwana arako soto robosha kikaniona watu wa maana, watakao taja jina langu, watakao taja mume wangu, watakao taja mtoto wangu katika nakapose teraka, mahali pa heshima, mahali pa wako, mahali pa maana katika jina la Yesu aliye hai. Kibali chako Bwana kikainua watu wanaofaa, kikainua watu wa maana, kikainua watu wazuri. Arima suka pare basha watakao nisema vyema sirini na wazini araka baloko talaba. Bwana, ndani ya mwezi huu nakuomba araba baba 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 shaka talaba nikajipatie mavuno ya kibali, kibali kitakachonipa watu wa maana. Arabo sokoto araba shendeleba araka talaba. Watu watakao nibadilishia ina maisha, watakao nibadilishia araba sotaka, watakao nisukuma mbele, watakao nipeleka kwenye hatima yangu. Arako sikaba watakao nisaidia kutimiza shauri la Bwana. Araba shedeba watakao simama na mimi kifedha, watakao simama na mimi kiuchumi, watakao support maono. Araba sosha tetea aranda raba baba saka makataka parakata labalabadahe inene mamosia ranabahato areke peke taya balabasaya aranda rababababasoza ariana mashe teke tere rabazana arataka parakata ya rakataria
Mando robo shata kapa. Bwana kibali chako kiniletee watu wa maana. Bwana kibali chako kiniunganishe na watu wazuri wa hatima yangu. Araba sikata. Wasaidizi wa hatima yangu, watu watakao nisukuma mbele, watu watakao nipeleka mahali pa utukufu, watu watakao nipeleka mahali pa heshima. Riba sikataya. Ibari kilichokuwa kwa Yusufu kafanya akatajwa kwa wakuu. Bwana kikawe juu yangu hichi kibali. Araba sikeshetea. Ndani ya mwezi wa 4 ninavuna kibali kitakacho niletea watu wa maana. Ninavuna kibali kitakacho nisukuma mbele. Ninavuna kibali kitakacho niunganisha na watu sahihi. Riba baba baba kataka parakataka pa. Araba baba saya. Watu watakao nibadilisha aina ya maisha. Watu watakao nibariki kwa fedha. Araba suka tena bashanda laba. Watu watakao simama kunisemea vizuri. Ariko soto ko parabashande. Arima koya nana mashetea. Inekeze topa kaya nana na masodia. Arapa kaya kataka parabasai. Ningekuwa wewe ningemaanisha, kwa sababu unajua namna kwenye maisha yako hauna watu wa maana. Hata ukihitaji fedha una wakumpigia, hata ukitaka kitu cha maana una wakumwambia. Mwambie Bwana nizungushie watu wa maana. Ndani ya mwezi wa mavuno ya kibali ninavuna watu wa maana. Araka pakosha taya. Awakaraba baba. Kibali kiniletee watu, kibali kiniunganisha na watu sahihi. Araka paya na bashande ne basa. Kibali kina tabia ya kukuunganisha na watu wenye ya kukuunganisha na watu wa kusukuma kwenye hatima yako. Paza sauti na uombe, Bwana nipatie watu wazuri. Shika paye mando raka poshe dede da bahanda. Aizeri amante kopa zua mando hoko pasia. Ereke keze teke pere pasa taka paya banata. Shanta rabababo koya kata. Rika bala masha. Watu watakao sukuma huduma yangu, watu watakao nisaidia kupiga hatua, watu ambao watanirudisha nyuma, watu ambao watanichosha, watu ambao watanikawilisha. Bwana kibali chako. Rika sura na mashanda ba. Araka tope kete rama shanda kata. Inda rababababababababa. Araka pakata kapa. Ikanipe kibali mbele za watu wa kufaa. Araka paye reba shanda. Araka tarabababababa shanda. Erika antola mashike. Araga balota teta taya. Araka paya na masia. Endara kosa tala basha. Ikalifanya jina langu kupaa sana. Ifanye jina langu kutafutwa na wenye heshima na wenye vyeo na koo. Arako sutana basheria. Anala baba saka. Araka paya na bashia. Erabo shanda kapaya deza dia hanta. Marakabala kaparabarataya. Reba baba shana. Makaseria mando robo shaya. Reba baba sia. Rakabala katakata. Ni katika jina la Yesu tumemwomba Bwana. Paza amen kwa jina la Yesu aliye hai. Ninamwombea mtu mmoja usiku wa leo katika jina la Yesu. Kibali cha kiungu kikakuletea watu wa maana kwa jina la Yesu. Watu watakao simama na wewe kwenye mambo yako katika jina la Yesu. Watu watakao kusaidia bila masimango kwa jina la Yesu. Watu watakao kutendea mema bila kukuumiza katika jina la Yesu. Watu watakao simama na wewe katika hali zote katika jina la Yesu. Watu watakao kusukuma kwenda kwenye hatima yako ya utukufu kwa jina la Yesu. Watu watakao kusapoti kwa mali na fedha. Watu watakao kuombea. Watu watakao kusitiri. Watu watakao kupenda kweli kweli. Watu watakao kusemea vizuri wazi na sirini katika jina la Yesu aliye hai. Pokea hicho kibali kwa jina la Yesu. Pokea hicho kibali kwa jina la Yesu. Na hicho kibali kikaleta watu kwa jina la Yesu aliye hai. Sema napokea katika jina la Yesu. Haleluya. Tusha Mungu alienda mbele zaidi, akatufundisha, akasema kazi za kibali. Akatufundisha akasema kazi za kibali kwenye maisha yetu ni nini? Nitazungumza mambo matatu na tutayaombea katika jina la Yesu. Alisema kibali kinakupa nafasi kwenye macho ya Mungu. Kinakupa nafasi machoni pa Mungu. Biblia inasema kitabu kile cha Mwanzo 4:7. Mwanzo 4:7. Tusome hapo watu wa Mungu, alafu tutakwenda kuomba hilo ombi. Kibali kwenye macho ya Mungu. Watu wakikupenda na hauna kibali kwenye macho ya Mungu haina maana. Lazima uwe na kibali mbele za Mungu, alafu ndipo uwe na kibali kwa watu. Kuwa na kibali kwa watu na una kibali kwa Mungu haina maana. Kitabu kile cha Mwanzo 4:7 anasema kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema
dhambi iko inakuotea mlangoni, nawe nakutamani wewe, walakini yakupasa ushinde. Kama ukitenda vyema hautapata kibali. Kama ukitenda vyema hautapata kibali. Maana yake kibali mbele za Mungu. Akatufundisha akasema, yeyote anayeangukiwa na kibali ndiye anaangukiwa na pembe ya mafuta ya Mungu. Pembe ya mafuta ya Mungu inaloketi watu waliopata kibali kwa Mungu. Unakumbuka habari za Daudi kwenye nyumba ya Yese, wakati Mungu amemtuma Samueli akampake mafuta, akasema nenda kwenye nyumba ya Yese. Alipofika akawaita kina kaka zake kina Shama, akawaambia, akasema, je, ni mapake hawa? Mungu akasema hapana. Akamwita Eliabu, akasema hapana. Akawaita wengine wote, akasema hapana. Kibali cha Mungu kikaenda kumtafuta Daudi. Anayekutwa na kibali cha Mungu ni ambaye pembe yake ina Anayepata kibali cha Mungu ndiye ambaye jina lake linakuzwa. Anayepata kibali mbele za Mungu ndiye ambaye anakuwa mtu mwenye heshima na mtu mwenye maana. Sema amen kama unaelewa katika jina la Yesu. Mtumishi wa Mungu alitufundisha akasema, kama kuna kitu cha muhimu tunakihitaji kwenye maisha yetu ni kupata kibali machoni pa Bwana. Na ndio kazi ya kibali. Kibali kinakupa nafasi kwenye macho ya Mungu. Mungu anakuangalia kwa consideration. Mungu anakuzingatia. Mungu anazingatia jina lako. Mungu anazingatia ndoa yako. Mungu anazingatia huduma yako. Mungu anazingatia kazi yako. Mungu anazingatia mambo yanayohusu wewe, yanayokuhusu wewe. Nataka tukamwombe Bwana, Bwana nipatie kibali kwenye macho yako. Nipate nafasi kwenye macho yako. Macho yako yakanitazame kwa umaalum. Sema umaalum. Yani kwa Kiingereza nasema kwa uspecial. Mungu jicho lako likalitazame kwa uspecial. Mbona Mungu alimwangalia Daudi aliyekuwa machungani, aliyekuwa mdogo kuliko wote? Kumbe Mungu ana vigezo vyake fulani ambavyo sio vya kibinadamu. Na Mungu angalia kama wanadamu. Ambe Bwana, kwa macho yako yasiyotazama kibinadamu, naomba ukaniangalie na mimi ndani ya mwezi wa kibali. Bwana, ninaomba macho yako yakanione, ukanitazame kwa macho yako na nipate nafasi. Nipe nafasi ya mbele. Nipe nafasi ya heshima. Nipe nafasi ya kukuzwa jina langu. Nipe nafasi ya kuongezeka. Bwana, ninakuomba ukanitazame. Mafuta ya kibali yakamwagike juu yangu katika jina. Sema Baba, katika jina la Yesu, ninakuomba siku ya leo ukaachilie mafuta ya kibali yakamiminike juu yangu. Mafuta ya kibali yakamiminike juu yangu, yatakayonipa nafasi mbele zako, yatakayoifanya pembe yangu itukuke katika jina la Yesu. Bwana, ninaomba kibali chako kikanipe nafasi mbele zako. Kibali chako kikalifanya jina langu kuwa la maana mbele zako. Kibali chako kikalifanya nikumbukwe na wewe. Bwana, ninakuomba jina langu likakumbukwe na wewe. Hatima yangu ikumbukwe na wewe. Ndoa yangu ikumbukwe na wewe. Kwa kibali ambacho unaachilia kwangu. Bwana, ninaomba nafasi mbele zako. Paza sauti mwambie Bwana, ninaomba nafasi. Ninapoanza mwezi wa 4, Bwana nizingatie jina langu. Zingatia huduma yangu. Zingatia uzao wangu. Zingatia hatima yangu. Bwana, ninakuomba nipatie nafasi maalumu. Rakapose teka para da basata pa ndani ya taifa hili la Tanzania. Rana masoke para da basedia kata ndana na mosia inkopa kata kapa rada balata la balata reba bobo shakata kaparia mante rana kato sata rada basai resha ndekopaya arabo koria mate kaya kapa arata tata kapa reba salaba. Bwana, ninakuomba kibali chako kikanipe nafasi mbele zako. Kibali chako kinipenda kukubarika mbele zako. Ikapa suka para basaya. Bwana, ndani ya mwezi wa mavuno ya kibali nikavune kibali mbele zako, cha kukubaliwa na wewe, cha kupendwa na wewe, cha kuzingatiwa na wewe, cha kusaidiwa na wewe, cha kuongezwa na wewe, cha kukuzwa na wewe. Araka posha taka para tana basa. Aina hii ya kibali iende kwa mume wangu. Aina hii ya kibali iende kwa uzao wangu. Aina hii ya kibali iende kwa watoto wangu. Akapareka paka taka paka taka taka paka taya. Arata tata kapaleke teke teke tekeria. Andala bashataka. Kibali chako Bwana tupatie nafasi mbele zako. Bwana, kibali chako kitupatie nafasi mbele zako. Arakosika paraba arakataraba. Mafuta ya kibali yakamiminwe juu yangu. Mafuta ya kibali yakamiminwe kwa anayeomba usiku wa leo.
ariko sika paka taka paka ta. Bwana tupatie nafasi kwako, tupatie nafasi mbele zako. Shante kepeketeketeria araka baba shaya araka taka paria arnana bashakata. Pembe yangu ikatukuke, pembe ya mewe wangu itukuke. Araka suta na bashalaba, pembe ya jina langu itukuke. Arando robo shike reke teke parabana mantoreko zakaria raba baba shanama andaraba shaya. Yeyote ambaye anapata nafasi kwako, pembe yake inatukuka, kichwa chake hakiwezi kuinamishwa. Araba ketea. Bwana mafuta yako yakamwagike ya kibali, atakainua kichwa changu. Kichwa changu kisinamishwe na aibu, kisinamishwe na umaskini, kisinamishwe na magonjwa. Kwa mafuta yako pembe yangu Bwana arika pasu teke teka pala la bashana anaka toke pere reboshadia reba baba shaya kaya andeko sika paye rebasia irama shako zeko paya nana masana aniko pekele kezeke takapaya la labasaya aloma sia nane kepa daka talaba. Omba mtu wa Mungu ndani ya mwezi huu, kibali cha Bwana akikakufanya upate nafasi mbele zake, ukakubarike na yeye, ukakubarike kati ya watu watakaoamini kwa fedha, ikawe ni wewe mmoja wapo. Atakaoamini kwa huduma kubwa, ikawe ni wewe mmoja wapo. Atakaoamini kwa vitu vya thamani, kwa vipawa, arika suka paye katakapa araka zoko pale mashana arada baba shia reke seke teke takapakata arama sua la bashide na maside renne koso toto dada la bashia nema sua kaye edede keteke pedege gada kapa arata tata kosi kepena na masia manta rabashayaka. Bwana naomba kibali chako kikanifanya kupata nafasi maalum mbele zako, ukanitazame kwa special, ukanitazame kwa umaalumu, uitazame ndoa yangu kwa umaalumu, itazame huduma yangu kwa umaalumu, tazama uchumi wangu kwa umaalumu, tazama uzao wangu kwa umaalumu. Arasa kataka paradabasha sende keteke peleke talabasaya. Yeyote anayetaka kutazama na Mungu kwa umaalumu atamaanisha usiku wa leo. Raba soka bala kataye randa raba shaka tarabasaya ya erakapaya labasaya arata kabali kateleba. Wakati wa mafuriko Biblia inasema Noa akapata neema, Noa akapata kibali machoni pa Bwana. Wakati wengine wanazama mafuriko, Noa akaokolewa. Araka suka paya deba, yeye na nyumba yake wakaingizwa kwenye safina. Bwana kibali chako kikanitoe kwenye majenga na wapata wengine, kikanipe nafasi mbele yako ya kuzingatiwa. Wakati wengine wanalia, Bwana riko soka paya raba shadaba, Bwana sisi tukacheke. Wakati wengine wanachoka, sisi tukawe na nguvu. Wakati wengine wanashindwa, tukayaweze mambo yote. Lima soka bala bashea arata takapaka takapaya barata shante kede baba bazia irana moseria manteriga blagada arato zoko paka taka teli kataka taya labaha antara baba bashandeli katala bozayo. Ni katika jina la Yesu tumeomba, paza amen kwa jina la Yesu aliye hai. Ninakuombea katika jina la Yesu, kibali cha Bwana kikakupe kuwa na nafasi maalum mbele za Bwana katika jina la Yesu. Nasema unapovuna mavuno ya kibali ndani ya mwezi huu, yakakufanya kuwa na nafasi maalum mbele za Bwana kwa jina la Yesu. Nafasi itakao kutofautisha na wengine, nafasi itakao kuweka mahali ambapo elimu yako isingekuweka, nafasi itakao kuweka mahali ambapo jinsia yako isingekuweka, nafasi ambayo hakuna mwanadamu angekuweka. Bwana akakufanyia nafasi kwa jina la Yesu. Nasema Bwana akakufanyia nafasi kwa kibali chake katika jina la Yesu. Paza sema napokea katika jina la Yesu aliye hai. Jambo la pili alilotufundisha mtumishi wa Mungu, alisema kibali kinakupa nguvu ya kumiliki hata vitu ambavyo haukustahili kuvimiliki. Alisema kibali ni leseni ya kiroho inayohalalisha umiliki wa vitu. Sema haleluya. Kibali ni leseni ya kiroho inayohalalisha umiliki wa vitu. Na akatusomea neno la Mungu Hesabu 32 na ule mstari wa 5. Na mimi ninakusomea katika jina la Yesu Hesabu 32 mstari ule wa ngapi? Wa 5. Kibali ni leseni ya kiroho.
Kibali ni leseni ya kiroho ya kukuhalalisha wewe kumiliki vitu vya thamani na vya maana. Wakasema, kama tumepata kibali mbele ya macho yako, sisi watumishi wako, na tupewe nchi hii iwe miliki yetu, usituvushe mto wa Yordani. Sema, kama tumepata kibali, tupe hii nchi tuimiliki. Tupewe nchi hii iwe miliki yetu, usituvushe kwenye nchi. Tupe ndoa hii, tupe kazi hii. Bwana, kama nimepata kibali, nipe biashara hii, nipe mtaji huu, nipe huduma hii, nipe watu hawa, nipe fedha hii kama nimepata kibali. Kumbe ukiwa na kibali, kibali ni leseni yako ya kumiliki vitu vya thamani. Kibali ni leseni. Kibali kinakupa nguvu, power, nguvu ya kumiliki vitu ambavyo haukustahili kuvimiliki. Sema, Baba, katika jina la Yesu, ndani ya mwezi huu wa 4, ninakuomba kibali chako kikanipatia nguvu ya kumiliki vitu ambavyo sikustahili kuvimiliki. Kibali chako kikanisaidia kumiliki vitu vya thamani, vitu vya maana, vitu vya kupendeza ambavyo kibinadamu sikuwa na vigezo, katika jina la Yesu. Baba, ninakuomba kibali chako kiwe leseni ya umiliki wangu wa vitu vya thamani, katika jina la Yesu. Paza sauti yako na uombe. Ikiwa fedha ni kitu cha thamani kwako, sema, Bwana, naomba kibali chako kinipe kumiliki fedha. Ikiwa ndoa ni kitu cha thamani, Bwana, ninakuomba, ninaomba kibali chako kinipe kumiliki ndoa nzuri. Kama kazi ndio kitu cha thamani unachohitaji kumiliki, Bwana, ninaomba kibali chako kinipe kumiliki kazi ya thamani. Shakataka parakatai erakatoko peria mante lego zakata. Bwana, ninakuomba katika jina la Yesu, kibali chako ndani ya mwezi wa 4, ndani ya mwezi wa mavuno ya kibali, rama soka paya, kikanifanye ndani ya mwaka huu nikatembea katika milango wazi, nikatembea katika milango wazi ya kumiliki, nikamiliki miliki zangu, nikamiliki hata miliki za adui zangu, ikapasoka paraba, vitu ambavyo sikuwa na vigezo vya kumiliki. Bwana, ninakuomba kwa kibali chako nikamiliki katika jina la Yesu. Kibali chako kinipe kumiliki fedha, kinipe kumiliki mashamba, kinipe kumiliki viwanja, kinipe kumiliki majumba, kinipe kumiliki magari, kinipe kumiliki baraka. Shaka taka pakata randa raba shaka raba eliko zakata, kama wale watu wa Hesabu 32:5 walivyoomba wakasema, ikiwa tumepata kibali, tupe kumiliki nchi, uifanye kuwa miliki yetu. Nasi Bwana, tunakuomba, ikiwa umeturidhia ndani ya huu mwezi, tupe kumiliki miliki zetu. Raka pako taka pakataka tekatakaria rada baba bakateketeketelemaza nana masoko toko pala bazia. Kama fedha ni kitu cha thamani, Bwana, tunaomba tukimiliki. Kama mali ni vitu vya thamani, tunaomba kuvimiliki. Kama nchi ni kitu cha thamani, Bwana, tupe kumiliki. Shata taka pakatakata. Omba kwa kumaanisha, mtu wa Mungu. Rako zeke paria mantele basa. Hakuna wa kuomba kwa niaba yako. Atakayeomba ndiye atakayepata. Rika sika parabashana. Ukiomba kidogo utapata kidogo. Ukiomba kwa kumaanisha utapata vingi. Riko zeke parabashana. Kibali chako kinipe kumiliki. Rika zoka teke pele kataya. Bwana, iye ndoa nzuri. Kibali chako kinipe kuimiliki. Bwana, watoto wazuri. Kibali chako kinipe kuamiliki. Fedha na mali, kibali chako kinipe kumiliki ndani ya huu mwezi. Rika pako takapa, ndani ya huu mwaka wa malango wazi, malango yakawe wazi ya kumiliki. Shante kepekete rakabala katakatakataya ratatatatatakateketeketeria isote kopa kama laba zalaba. Bwana, kibali chako kikawe leseni yangu ya kumiliki. Riko zama laba sha, vitu ambavyo elimu yangu isingenipatia, vitu ambavyo uzoefu wa maisha usingenipa, vitu ambavyo wanadamu wasingenipa. Bwana, kibali chako kinipatie. Sike teke peko toko pala masa andala baba basheli yakane rando koso toko tora bashaya ay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 a rakatakataka pakataka labara basya rede baba baba santa raga bakatalaba reko saka payana enere bashikete ndani ya mwezi. Bwana,
nikamiliki milki zangu. Araba shaka tekete, hata zile milki za adui zangu nikazimiliki. Araba sherekete rakabalakata raba sandalaba, nikamiliki fedha, nikamiliki utajiri, nikamiliki mali, ikatiketesha. Araba baba 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 shaya reketeketeketeketeketeria mantora baba basai eriko zodia mate seka paka para barada arana makata kata kataya raba la bala bala te rada da 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 shanta raba sakatai mantora baba baba zia shandere kosata raba sai. Unapoomba kichovu ndivyo utakavyopokea kwa namna hiyo. Yeyote anahitaji kibali anamaanisha shade koba la balata mando robo sakatari. Ni katika jina la Yesu Kristo tumemwomba Bwana. Paza amen kwa jina la Yesu. Ninakuombea kibali cha Bwana kikupe kumiliki miliki za thamani kwa jina la Yesu. Nasema kibali cha Bwana kiwe leseni yako ya umiliki katika jina la Yesu Kristo. Paza amina kubwa katika jina la Yesu aliye hai. Mtu yote ambaye amekufuatilia kibali cha kitu chochote ananielewa. Unapoenda serikalini kuomba kibali, unaweza ukaomba kibali cha ujenzi wakakunyima. Unaweza ukaomba kibali cha kusafiri ukanyimwa. Unaweza ukaomba kibali cha kufanya tukio lako ukanyimwa. Lakini nataka nikwambie, Mungu sio kama watu. Mungu sio kama mifumo ya dunia hii. Mungu ni mwaminifu. Anasema yeyote anayemwomba mkate aweza akampa jiwe, na anayeomba samaki aweza akampa nyoka. Kwa kuwa umeomba kibali kwa Bwana cha kumiliki, Bwana akupatie miliki zako katika jina la Yesu. Sema napokea katika jina la Yesu aliye hai. Jambo la tatu ambalo mtumishi wa Mungu alitufundisha ambalo tunakwenda kuomba, alisema kibali kinapokuwa kwenye maisha yako kinakupa nafasi ya kufunuliwa vitu vya kiungu. Kinakupa nafasi vya kufunuliwa vitu vya kiungu. Haleluya. Alisema kuna mambo yanakuwa yamefichwa kwa ajili yako. Kwa ajili yako yamefichwa. Yamefichwa kwa ajili ya wacha Mungu. Yamefichwa kwa ajili ya watoto wa Mungu. Kwa kadiri unavyopata kibali cha kiungu, Mungu anafunua mambo ya siri kwa ajili yako. Waamuzi sura ya 6 mstari wa 17. Waamuzi 6:17. Mtumishi wa Mungu alitufundisha akasema, kwa kadri ambavyo unapata kibali cha kiungu, vitu vyovyote ambavyo vilikuwa vimestirika, mali, vitu vya thamani, fursa nzuri, akasema kwamba zinafunuliwa kwa ajili yako. Waamuzi 6. Naye akamwambia, kama nimepata kibali mbele za macho yako, basi unionyeshe ishara ya kuwa ndiwe wewe unayesema nami. Nataka tukamwombe Bwana ndani ya huu mwezi akatuoneshe ishara, akafunue mambo ya siri, akaoneshe ishara wapi ufanye biashara, wapi upate fedha, wapi uwekeze nguvu zako, namna gani uombe, namna gani utembee naye, namna gani uone nguvu zake, namna gani mwezi huu kuzalia matokeo, namna gani mwaka huu uwe na maana kuliko miaka mingine yoyote. Nataka tukamwombe, Bwana nionyeshe ishara. Bwana ninakuomba, ikiwa nimepata kibali ndani ya mwezi huu, kuna ishara ya kwamba kibali chako kiko kwenye maisha yangu. Ndani ya mwaka huu kukawe na ishara ya kwamba natembea katika kibali chako. Paza sauti ya kwanza kuomba, mwambie Bwana, naomba unionyeshe ishara ya kwamba nina kibali chako. Nionyeshe ishara kwenye ndoa yangu, nionyeshe ishara kwenye kazi yangu, nionyeshe ishara kwenye huduma yangu, nionyeshe ishara kwenye biashara yangu. Nifunulie mambo ya siri yatakayoonyesha kwamba kibali chako kiko pamoja na mimi. Bwana raka saka paka taka paratai raba baba bashan ikazeketeketere bashan mandereba koria makoza katara basa. Bwana ninakuomba, arana masoria kera masona indara baba basaika eragoza kataka parabatai shandere baba bosa irakadeka balakatakapa. Bwana nifanyie ishara ya wema itakayoonyesha kwamba uko pamoja na mimi, ya kwamba kibali chako iko na mimi, itakayofunua mambo ya ajabu, itakayonifunulia fursa, itakayonifunulia mawazo mapya. Raka saka talaba, vile vitu vilivyokuwa umevificha, hazina zile za gizani, ukazifunue na kunionyesha. Nifanyie ishara Bwana kwa kunionyesha mambo yaliyostirika, kwa kunionyesha mambo ambayo kuonekana kibinadamu.
maono, akuonesha mambo ambayo wengine hawajayaona. Araba baba bakota kata 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 rabaza redele baba mama mashana erana kosekete keteria izako shante eraba baba 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 koya erana kata kata kataya eraba bobo siamane erana kosa kapradia erekezeke teke 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 da ya arako santa. Bwana nifunulie mawazo mapya, Bwana nifunulie fikra mpya, Bwana nifunulie fursa mpya. Araba sana makaya kukawe na ishara erakatakapa, fanya jambo jipya kwangu kwa kibali chako Bwana. Erabasona erakatayada erakotoko paye erakatarabashana ikantarabasha, upanue mipaka yangu Bwana, nifanyie ishara ikatokopera eramazakataya erakateketeria erababababa sana katakala balabalata Shantere baba bosa ikala manakate keteria irana baba santa erabala bala dia erabala bala bosa ikante keteketea erano koparia mai ye kaya araka pakata katakala baba shata indarabasota erakataya. Ndani ya mwezi wa Bwana nifunulie mambo ambayo macho ya kuona wala masikio ya kusikia wala ya kuingia kwenye moyo wa mwanadamu. Ikente kora bashadaba, funua kwa mama huyo, funua kwa binti huyo, funua kwa kijana, funua kwa kila anayeomba usiku wa leo. Aika teke peke tele bashadaba, funua kwa WC Bwana. Ikonde kosi kataye le bashoya ayaya kata kapa kata kata eraba la bala bala la la erakata kata kata karadia eraba baba basha eseke kekekeketa arakatalaba. Bwana kwa kibali chako fanya jambo jipya, kwa kibali chako tenda jambo jipya ndani ya mwezi huu. Ikalabashalaba ikawa ishara irakabana basha ya kwamba malango yako wazi, ikawa ishara ya kwamba umeturidhia, ikapakosha ya mane irakataka pakata kata kata shanta rababa basia. Tufanyie ishara ya wema Bwana, tufanyie ishara ya wema Bwana, tufanyie ishara ya wema Bwana. Shaya ya raka pakata kapakata la balabalata ina makoro bo shande ketere bayada ayana koshi ketere basanta rabazai makora baba basata ina rakatara bashaya. Kukawe na ishara ya ulinzi, kukawe na ishara ya kutunzwa, kukawe na ishara ya kuhifadhiwa, kukawe na ishara ya kufanikiwa, kukawe na ishara ya kupiga hatua, kukawe na ishara ya kuongezeka. Ikabalabalata erabalabala kata 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 elakataka pakata labalabalanda erana masesha taya erakatala bababasika eryakana malabalatane ekopa kataka balalabashaya erabababababababa koi erakatakatakata eratatata shetekete indarabasosha takaya balalabata. Shana kabala larba yentere balakata labazaya. Bwana tufanyie ishara, Bwana nifanyie ishara. Ikalabasete yena kaparabarata yandarabako ya manta. Mwezi ukao wa faida, faida ikawe ni ishara ya wema wako, faida ikawe ni ishara ya kibali chako. Mwezi huu kukawe na maongezeko, maongezeko yakawe ishara ya kibali chako. Mwezi huu kukawe na mazidisho kiroho, kiidadi, kifedha kwenye kila eneo. Shaba koya mana ikawe ni ishara ya kwamba umejifunua kwa kibali chako. Ikama sota alabazia utakapookoa wengi mwezi huu, ikawe ni ishara ya wema wako. Utakapofungua wengi waliofungwa, ikawe ni ishara ya wema wako. Bwana fanya ishara, Bwana fanya ishara. Ikabasandele basia yeko saka pala balabalata ikalabazeke tele bashanda shakora ziamante le bakata ya basa. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba, paza amina kubwa katika jina la Yesu. Kama imekuwa kwako sema amen kwa jina la Yesu aliye hai. Ninakuombea katika jina la Yesu ndani ya mwezi wa mavuno, mavuno ya kibali na malango wazi. Mwezi huu kukawe na mavuno makubwa kifedha kwa jina la Yesu, kukawe na mavuno kiroho kwa jina la Yesu.
ukavune nafsi nyingi kwa Yesu, kwa jina la Yesu. Ukavune faida kwa jina la Yesu. Uvune afya njema kwa jina la Yesu. Uvune watu wazuri kwa jina la Yesu. Uvune maongezeko kwa jina la Yesu. Uvune habari njema kwa jina la Yesu. Habari mbaya nazitenga na wewe. Mavuno ya magonjwa sio fungu lako. Mavuno ya ajali sio fungu lako. Mavuno ya hasara sio fungu lako. Mavuno ya kushindwa sio fungu lako. Kibali cha Bwana juu yako ikakupea kuvuna mema kwa jina la Yesu. Ukavune usiyoyatabikia kwa jina la Yesu. Ukafanye kazi ukapate faida kubwa kwa jina la Yesu. Kila chochote utakachotia mkono kufanya kazae faida kwa jina la Yesu. Kazi ya mikono yako ukazione kizaa faida kwa jina la Yesu. Nenda ukazae, nenda ukaongezeke, nenda ukawe heri, nenda ukawe bora. Mwezi huu ukatamaraki, mwezi huu miliki zako, mwezi huu ukaona nafasi maalumu mbele za Bwana, mwezi huu ukapate mafunuo ya ajabu, mwezi huu ukaona ishara za ajabu, mwezi huu Bwana akakutokee, mwezi huu upate kibali kwa watu, mwezi huu upate kibali mbele za Bwana, mwezi huu ukawa kuongezeka. Hakuna mikwamo, hakuna kucheleweshwa, hakuna kuchoka, hakuna kuishia njiani, hakuna machozi, hakuna kuonewa, hakuna ajali, hakuna mikosi, hakuna mabaya. Kila balaa zinatengwa na wewe kwa jina la Yesu aliye hai. Ripoti mbaya nazifuta kwa jina la Yesu Kristo. Maneno maovu nayafuta kwa jina la Yesu aliye hai. Hautaonewa, hautaonewa, hautakandamizwa katika jina la Yesu. Kilicho chako kinakuja kwenye mikono yako. Nyosha mikono yako nielekea. Nasema mikono yako ikashike faida, mikono yako ikashike fedha, mikono yako ishike mali, mikono yako ishike shuhuda zako kwa jina la Yesu aliye hai. Chochote kilichokuwa kimezuiwa kilicho chako kinaachiwa kwa jina la Yesu aliye hai. Mwezi wa kibali utavuna kibali cha ajabu. Utapendwa na watu unaojua na usiowajua. Utatendewa mema na watu unaojua usiowajua. Na katika jina la Yesu aliye hai, naamuru siku kwa siku watu wakutendee mema, watu wakutendee vizuri kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninaamuru siku kwa siku faida ikujie kwa jina la Yesu. Ninaamuru siku kwa siku habari njema zikujie kwa jina la Yesu. Mikono yako haitazaa mapoza, mikono yako haitakuwa na hasara, mikono yako haitaharibu vitu katika jina la Yesu aliye hai. Nenda ukashike faida, nenda ukashike shuhuda zako, nenda ukashike vitu vizuri vya kupendeza, nenda ukavune usiyoyatabikia katika jina la Yesu aliye hai. System zote ziwe under pressure. Kilicho chako kije kwenye mikono yako katika jina la Yesu aliye hai. Malango yako na yafungua kwa jina la Yesu. Yawe wazi usiku na mchana. Fedha zije, mali zije, baraka zije, habari zije, vitu vya thamani vije. Kila unachokitamani ukiomba kwa Bwana kije katika jina la Yesu aliye hai. Pokea hiyo ndoa yako, pokea hiyo kazi yako, pokea hiyo promotion yako, pokea hizo fedha zako, pokea watu wazuri, pokea hizo mali katika jina la Yesu aliye hai. Nasema chochote unachohitaji ukakivune ndani ya mwezi huu kwa jina la Yesu. Karibu katika mwezi wako wa mavuno ya kibali. Karibu katika mwezi wako wa mavuno ya baraka. Karibu katika mwezi wa mavuno ya ushindi katika jina la Yesu aliye hai. Imekuwa katika jina la Yesu. Nasema imekuwa katika jina la Yesu. Imekuwa katika jina la Yesu aliye hai. Nasimama kwa mamlaka ya kitume iliyo katika madhabahu na kutamkia mwezi huu ukawe mwezi wa kucheka tu, ukawe mwezi wa kucheza, ukawe mwezi wa shangwe, ukawe mwezi wa baraka, ukawe mwezi wa kushinda, ukawe mwezi wa kupiga mbio kwa nguvu katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Na imekuwa kwako katika jina la Yesu. Sema amina 7 za nguvu katika jina la Yesu. Amen. 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 Congratulations. Sambaza congratulations kwa watu wasiopungua 7. Waambie congratulations, 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 congratulations. You are welcome kwenye mwezi wako wa mavuno ya kibali na malango wazi, na hakika malango yako hayatafungwa. Mungu akubariki wewe unatufuatilia online kwa kushiriki maombi haya. Ndivyo tulivyoanza mwezi wetu kwa ushindi huu mkubwa. Ikiwa una sadaka yako ambayo unapenda kumtolea Bwana, namba zitapita hapo. Utamtolea Bwana kwa namba hizo. Unatufuatia online na uli yako mahali hapa, utatoa sadaka yako. Kwa umekuja na sadaka yako, na Mungu akubariki. Karibu katika mwezi wa 4, mwezi wa kibali na mavuno makubwa. Kumbuka siku ya kesho tutakuwa tukianza kongamano letu la Pasaka kwa saa 10:30 mpaka saa 12. Please don't miss. Usikose siku ya kesho. Wewe pamoja na watu unaowapenda hakikisha hawakosi. Mungu akubariki, na Mungu wa mambo makubwa ndiye Mungu. Nasema mwezi huu wa mavuno makubwa, Mungu wa mambo makubwa. Shalom.